Wewe ni nani katika mwili wa Kristo? Wewe ni nani katika mwili wa Kristo? Ni vema sana tupate kujitambua. Kila mmoja wetu tunajifunza, Biblia inasema kwamba sisi tu viungo, kila mmoja wetu, katika ujenzi wa mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tu viungo. Biblia inalifananisha kanisa na mwili. Hivyo wewe ulivyo, hivyo mimi nilivyo. Mwili wangu ili uitwe mwili, ili mimi niitwe tumaini, sio kiungo kimoja. Sio mkono peke yake, sio mguu peke yake, sio jicho peke yake, sio sikio peke yake, sio pua peke yake. Ni viungo vingi vinavyonifanya mimi niitwe tumaini. Haleluya. Na kila kiungo kina maana yake na kazi yake maalum katika kukamilisha mwili. Ndio maana kimoja wapo kikipungua, anaitwa huyu mtu ni kilema. Anaweza akawa hai ila ni kilema. Na kilema ziko kazi hawezi kuzifanya kwa sababu ya aina ya ulemavu alionao. Amen. Amen. Kuna mahali hawezi kufika kwa sababu ya aina ya ulemavu alionao. Kuna vitu hawezi kuviona kutegemea na aina ya ulemavu alionao. Na kwa sababu hiyo mtu huyu angali hai lakini anakuwa hajakamilika ipasavyo. Sasa sisi, mimi na wewe, tukiwa viungo katika mwili wa Kristo, sasa mtu mmoja mmoja ajitambue yeye ni kiungo gani. Sema amen. Sema tena amen. Mimi na wewe tujitambue kwamba mimi ni kiungo gani. Je, kama kiungo cha aina fulani katika mwili wa Kristo, ninatimiza kusudi au naitimiza mapenzi ya Mungu kama ipasavyo? Nafanya kazi kama ipasavyo? Je, mimi ni mkono? Kama mkono, nafanya kazi ipasavyo? Je, mimi ni mguu? Kama mguu, natenda kazi ya mguu ipasavyo? Mimi ni jicho. Kama jicho, natenda kazi ipasavyo? Mimi ni masikio katika mwili wa Kristo. Je, kama sikio, natenda kazi ipasavyo ili kufanya mwili wa Kristo uwe imara, ujengeke, uwe mtimilifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tufungue kitabu cha Wakorinto. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza ule sura ya 12, anza na mstari ule wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 ule mstari wa 4 imeandikwa, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule, azitendaye kazi zote katika wote.
Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. 12 muhimu sana. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, basi sote tulinywea Roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si wa mwili, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, kuu wapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuu wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka, kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja nanyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi, na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane, kila kiungo na mwenziwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimetangulia kukuuliza swali kwamba sisi tulioamini, tulio katika Kristo Yesu, tu viungo katika ukamilifu wa mwili wa Yesu Kristo ambao ni kanisa. Je, wewe ni nani katika huo mwili wa Kristo? Wewe ni nani? Unajitambua wewe ni nani? Kwa nini? Kwa sababu ukijitambua kwamba mimi ni nani katika mwili wa Kristo, utasimama kwenye eneo lako ipasavyo, utasimama kwenye nafasi yako ipasavyo. Ukiwa ni jicho, ukiwa ni mguu, ukiwa ni sikio, ukiwa ni pua, ukiwa ni mkono, ni mguu, vyovyote vile utasimama katika nafasi yako ipasavyo na kutenda kazi kwa ukamilifu na kuleta matokeo mazuri katika mwili wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Na Mungu anataka kila mmoja wetu ajitambue
katika mwili wa Kristo Yesu. Hakuna mtu miongoni mwetu ambaye yupo tu ili mradi. Na kuwa wa thamani kwa Mungu ni kutegemea na ulivyojitambua ya kwamba wewe ni nani, ili utakapokaa kwenye hiyo nafasi na kutenda kazi ipasavyo, ndiyo heshima yako katika mwili wa Kristo. Sema amen kwa jina la Yesu. Haleluya. Hiyo ndiyo heshima yako na ndiyo heshima yangu katika mwili wa Kristo, kama nikikaa sawa sawa. Mgeukie jirani yako, muulize, wewe ni nani? Ni kiungo gani katika mwili wa Yesu Kristo? Muulize tena, wewe ni nani katika mwili wa Yesu Kristo? Sikiza, jioni ya leo ni muhimu sana tukafahamu haya mambo machache. Jioni ya leo ni muhimu sana kufahamu kila mmoja ni nani katika mwili wa Yesu Kristo. Amen. Na nataka nikwambie, usipofahamu, usipojijua wewe ni nani katika huu mwili wa Yesu Kristo, huna faida katika huu mwili wa Yesu Kristo. Huna faida. Kwa nini? Kwa sababu hutafanya kazi unayopaswa kuifanya. Acha nikupe mfano hii. Je, mguu kama mguu katika mwili, usipochukua hatua ya kutembea kwa kutimiza wajibu wake kama mguu, mwili huu utaenda. Mwili utaenda. Mkono kama mkono katika mwili huu, usipofanya kazi yake kama mkono kwa nafasi yake, hakuna chochote kinaweza kikaendelea. Macho yasipojitambua kama ni macho, kwa wapi kuona? Sikio lisipojitambua kama ni sikio,